no public transport. No fuel, no public transport. Was it necessary for Rio Ferdinand to come? Was it necessary for Rio Ferdinand to come? No fuel, no public transport. No daladala in Arusha today. Na mtazamaji wangu, moja ya habari inayozidi kutufikia hivi sasa katika dawati letu la habari ni kutokana na mgomo wa wanadaladala huko Arusha. Mtazamaji wangu, asubuhi ya leo usafiri umeweza kukumbwa na changamoto baada ya mgomo, jambo ambalo wengi hawakuweza kulitarajia kushuhudiwa huko Arusha. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja katika ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, moja ya habari hivi sasa inayozidi kuendelea kuzungumziwa pakubwa ni kutokana na mgomo wa daladala huko Arusha, jambo ambalo limeweza kuathiri pakubwa wafanyabiashara waliokuwa wakisafirisha mali kutoka Arusha kuelekea Dodoma na mikoa mbalimbali. Pia baadhi ya idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanaozidi kufanya kazi Arusha wameweza kutatizika kwa usafiri asubuhi ya leo, hasa wale wanaozidi kutegemea usafiri huu wa daladala. Na pia baadhi ya wanafunzi wanaozidi kuelekea shule wameweza kutatizika kutumia daladala kama usafiri wa kuelekea shuleni, kwani usafiri huo haujaweza kuupata leo hii kutokana na mgomo. Kuhusiana na bei mpya za mafuta kuwa zimeweza kupanda kinyume kabisa na kile kinachozidi kutarajiwa kutoka kwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii hapa kwa kweli imeweza kushangaza uongozi mzima wa CCM. Maamuzi hayo ya maandamano ya asubuhi ya leo, jambo ambalo hadi hivi sasa usafiri kuelekea huko Arusha unaendelea kuwa changamoto, na pia kutoka Arusha kuelekea mikoa mbalimbali. Kile kinachozidi kufanywa hivi sasa na wanadaladala ni kwamba iwapo bei hazitaweza kupungua, basi wananchi wa Jamhuri ya Tanzania waweze kulalamikia viongozi walioko madarakani chini ya uongozi wa CCM, kwani ndio waweze kulaumiwa kwa kupanda kwa bei za mafuta, jambo ambalo hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuibua mjadala mzito, kwani taifa linakozidi kuelekea hakuna yeyote yule aliyekuwa akitarajia Jamhuri ya Tanzania kuna kipindi na wakati ambapo wafanyi biashara wataweza kupata changamoto kusafirisha bidhaa zao kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Leo hii tukio hili ambalo limeweza kutokea, mtazamaji wangu, kweli limeweza kuathiri wengi kutokana na wengi waliokuwa na mipango na ratiba ya siku ya leo imeenda kinyume na walivyokuwa wameweza kupanga. Hii hapa mtazamaji wangu, kwa mara nyingine inazidi kuonyesha hali ambayo sio sawa kabisa kutokana na jinsi ambavyo viongozi wakuu wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan wanavyozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa mfano halisi unaozidi kushuhudiwa hivi sasa humu East Africa, taifa linalozidi kuandamana na hata kuwa katika mgomo ni taifa jirani la Kenya, ambapo kuna maandamano kutokana na kupandishwa kwa bei za mafuta. Mtazamaji wangu, iwapo pia Jamhuri ya Tanzania leo hii huko Arusha wafanyi biashara wa daladala wameweza kutotoa magari yao na kuweka barabarani kusafirisha wananchi wa Tanzania katika hafla muhimu za leo hii. Hii hapa mtazamaji wangu inaonyesha wazi ya kwamba huenda hata tukaweza kushuhudia maandamano, ila kwa leo hii ni mgomo ambao umeweza kufanywa na wanadaladala ili uongozi ulioko madarakani uweze kujaribu kufanya marekebisho kwa bei mpya za mafuta ambazo hivi sasa zinazidi kusababisha gharama kubwa ya maisha iweze kupanda. Kwani mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ambao ni wananchi wa kawaida wanategemea mno ama wanategemea pakubwa usafiri huu wa daladala kutoka mikoa mbalimbali
wanakozidi kufanya kazi, biashara na hata wale wanaozidi kusoma. Leo hii sekta hizo zote zimeweza kuathirika kutokana na jinsi ambavyo hao wanadaladala wameweza kukataa kutotoa usafiri na kusaidia mwananchi wa kawaida kuelekea katika shughuli za siku baada ya siku. Na mtazamaji wangu, pia hii hapa ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani hautaweza kuathirika kutokana na kupandishwa kwa bei za mafuta. Sote tunafahamu kwamba baadhi ya viongozi walioko katika serikali hii ya CCM wameweza kupewa usafiri na hata kupewa kadi na hata fursa ya kujaziwa mafuta na tax wanazozidi kuzilipa wananchi wa Tanzania. Ushuru huu ambao wananchi wa Tanzania wanazidi kutozwa ndio unaozidi kuchangia pakubwa viongozi walioko serikalini waweze kulipiwa mafuta na hata usafiri na ulinzi. Ila kwa wakati huu, mtazamaji wangu, anayezidi kuchangia mwanasiasa ama kiongozi aliyoko katika serikali ya CCM kuwa katika maisha ya raha ni yule ambaye leo hii ameweza kukosa usafiri kuelekea katika hafla muhimu ili kupata pesa za kukidhi kipato cha jamii yake. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo. Hii hapa pia ni dalili tosha kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania inazidi kuathiri pakubwa mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kuumia na kupata changamoto kutokana na mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wenye kipato cha chini wanazidi kupata gharama kubwa ya maisha kwa viongozi wakuu walioko madarakani, ambao baadhi yao hata nafasi wanazozidi kuzihudumu katika serikali hiyo yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni kutokana na jinsi ambavyo wao wameweza kupata nafasi hizo kwa kujuana na sio vyeti ambavyo vinavyozidi kustahili ambavyo vimeweza kumpa kazi. Mtazamaji wangu, hili ni jambo la kuvunja moyo. Sote tunafahamu kwamba hata katika serikali ambazo zimeweza kutangulia kabla ya serikali hii ya CCM inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ni wazi ya kwamba kwa mara ya kwanza bei za mafuta zimeweza kupanda kwa kiwango kikubwa na hata kusababisha wafanyi biashara za daladala kushindwa kutoa magari ili yaweze kutumika kwa usafiri kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Hii hapa ni dalili tosha kwa uongozi ulioko madarakani unazidi kusababishia mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania wa kawaida kuwa na kipindi kigumu na gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wa mtizamo wako ni upi kwa kile ambacho kimeweza kufanywa na wanadaladala leo hii kusitisha kutoa magari yao kubeba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kutoka mkoa mmoja hadi mwingine? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.